Kwa hiyo sasa glucose ikishaingia kwenye seli yako, ndipo seli inaanza nini? Inafanya kazi. Sasa ili glucose iingie kwenye seli, yani glucose haiwezi kuingia kwenye seli bila permit ya kitu fulani. Iko kitu ndo wanakitaje? Wanakiita insulini. Insulin ndo inachukua sukari kutoka nje ya seli, inaingizwa wapi? Kwenye seli. Yani glucose inaingizwa ndani ya seli ili seli iweze kufanya kazi. Hivyo ndivyo insulin inavyofanya kazi. Sasa issue inakuja, unapokula vitu vya sukari kila wakati, automatically insulin itafanya kazi yake, itachukua sukari kwenda kwenye seli. Seli ikishasema inatosha, seli inaikifu, yani inaachana, yani inashindwa kuichukua tena sukari. Bwana, sukari zangu mimi zinatosha. Utajua nini jinsi kuifanya. Kwa sasa insulin itakuwa inafanya kazi ya kutrace seli ambazo zinataka sukari nyingine. Seli kama mfano seli zote atakisabana, mimi sukari hatuzihitaji zote mwili mzima. Sasa hiyo insulin inakuwa inafanya kazi sasa ya kuichukua sukari isiingie kwenye seli, inaenda kuhifadhiwa kwenye mwili wako. Kwenye mwili wako napo kuna store, yani kuna ghala za kuhifadhi vyakula. Unakuta labda hiyo sukari inaweza ikahifadhiwa kwenye ini. Watu wengi wanasema ini, mtoto analibu ini, sio nampa dawa za sumu, lakini ini vile vile inatunza sukari. Kwenye misuli, kwenye nyama zako, sukari inahifadhiwa. Inahifadhiwa kwa sababu moja tu. Endapo labda siku au jala kitu cha sukari, basi sukari hiyo insulin itaichukua hiyo sukari iliyohifadhiwa kwenye hizo stores za kwenye mwili wako au kwenye ini, zinavunjwa, yani zinachukuliwa, zinabadilishwa, zinaingia kwenye seli mara ya pili. Hiyo ndo faida ya insulin. Hapo si mnaelewa vizuri? Sasa insulin, endapo sasa mfano insulin imeshahifadhi sukari kwenye mwili, lakini bado wewe unaendelea kuhifadhi sukari again and again, what next kinachofuata? Kwa sasa inakuta insulin haina store, seli zote hazihitaji sukari, kwa sukari zinakuwa kwenye damu. Sukari zikishakuwa kwenye damu, sasa ndo hapo picha linapoanza. Yani hapo ndo picha anapoanza. Kuna dalili sasa za damu kuwa na sukari nyingi, ndio mtu anaweza kahisi kama dalili za kuchoka. Lakini dalili mama kabisa, mtu anakuwa anakunywa maji. Anakunywa maji kwa sababu gani? Anataka kuidilute, yani kuizimua sukari ili itoke kwa njia ya mkojo. Ndio maana wengi wenye kisukari wakikojoa mkojo wao hata sisimizi wanafuata. Au kama wewe mwenye kisukari unaweza ukauonja tu mkojo wako, wala sio dhambi. Unaonja mkojo wako, ukimaliza unatema. Onja mkojo wako, utaona una ladha ya kisukari. Ila ukionja ukialisha, meza tu dawa ya kuzuia kualisha, lakini sio dhambi kuonja mkojo wako. Unauonja kuna sukari? Hakuna. Sio mkojo mwenzako, wa kwako wewe. Sasa baada ya hapo ndo tunahitaji ndo nini? Hapo tunahitaji ndo tunaita huyu ana ugonjwa wa kisukari. Sasa insulin ndio kazi yake, na insulin inatoka kwenye pancreas. Sasa kuna wengine ambao wakizaliwa automatically kinga zao za mwili zinaishambulia nani? Zinamshambulia pancreas. Yani wewe unazaliwa kinga yako ya mwili inaishambulia pancreas, yani inaishambulia tezi ya kongosho. Ikishashambulia tezi ya kongosho, kwa hiyo automatically kongosho inashindwa kumtoa insulin ya kutosha kwa ajili ya kuiruhusu sukari kuingia kwenye damu. Sasa mtu kama huyo itamlazimu achome sindano za homoni ya insulin. Yani sindano zinaitwa insulin injection. Akichoma mule hizo sindano ndio zinafanya kazi gani? Za kuchukua sukari utakazokula ziingie kwenye seli. Au mara nyingi ni watoto. Ndio maana mtu anasikia ana kisukari cha kuzaliwa. Sasa kwa teknolojia jinsi inavyokuwa na kwa vyakula jinsi watu wanavyokula hovyo, unakuta siku hizi, zamani mtu mwenye kisukari unaweza kaambia kuanzia miaka 26 ndio mtu anaweza kupata kisukari. Ndio sisi ndio tunaita type 2 diabetes, yani sukari ya daraja la pili. Mara nyingi inakuta vijana kuanzia miaka, yani kuanzia nyingi sana ni kuanzia miaka 26 kwenda mbele, lakini chini ya miaka 26 ni type 1 diabetes. Lakini siku hizi mpaka mtoto wa miaka 10 naye ana type 2 diabetes. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya vyakula vya kusindika.
au kula sukari nyingi. Yaani mtoto mdogo kaanza kula sukari akiwa mtoto mpaka anafikisha miaka 14. Insulin imeshahifadhi sukari kwenye magala, seli zimeshaikifu sukari. Ndio tunaita insulin resistance. Yani insulin resistance maana yake insulini bwana zimefeli kuiingiza sukari kwenye seli, na afu na insulin zimefeli kupeleka sukari kwenye store, glucose kwenye store. Hiyo ndo ugonjwa wa kisukari unapoanza. Ugonjwa wa kisukari ukishaanza automatically, maana yake hapo wewe utakuwa kwenye tatizo kubwa sana la ugonjwa wa kisukari, ndipo wewe utakukumba. Sasa njia ya kwanza ya kupunguza kisukari, vyakula ndiyo sawa vitapunguza. Amini kutumia madawa ya kisukari ndiyo itapunguza. Wala sohongo, ni kweli itapunguza, lakini sasa njia bora ni ipi? Watu wengi ndio wanajiuliza maswali. Sasa wewe mtu una kisukari alafu hutaki kufanya mazoezi, what next? Itachukua muda mrefu sana kupona kisukari, au itachukua muda mrefu sana kukaa sawa kwenye ugonjwa wake wa kisukari. Njia mama ya kisukari, yani tembea, fanya unavyojua wewe. Njia mama, fanya mazoezi. Ukifanya mazoezi, zile seli zako zitakuwa zinatumia nguvu nyingi, yani zinatumia nishati. Yani unavyofanya mazoezi automatically ile mifumo ya misuli na yani mifumo ya moyo na misuli yake inakuwa busy. Yani zile seli zinazoratibu mifumo ya moyo na misuli yake zinakuwa busy. Zikishakuwa busy, maana yake automatically glucose zimetumika nyingi, zitaisha. Zikishaisha automatically insulin muda huo atakuwa busy kuzivunja sukari ambazo zimehifadhiwa kwenye store. Zikishatoka kwenye store zinaingia wapi tena? Kwenye misuli. Misuli nao ukizidi kufanya mazoezi again and again, automatically zile store za sukari zote zinaanza kupungua. Zikishapungua maana yake nini? Umeshusha sukari. Hapo si mnaelewa vizuri. Kwa hiyo unavyofanya mazoezi upo kwenye una uwezekano mkubwa wa 99% ukashusha kisukari. Kwa sababu kuna sukari nyingine, yani sukari zinazoanza kujaa kwenye store, yani insulin inavyojitahidi kujaza store, kuna sisi tunaita pre-diabetes. Yani sukari muda wote ule, sekunde yote unaweza kupata kisukari. Sasa unavyofanya mazoezi manake unaepusha kutopata kisukari. Yani kama wewe kijana sasa hivi labda una miaka 23, 24, ukianza kufanya sasa hivi mazoezi manake automatically unaanza kutoa zile riski za kupata kisukari. Kwa sababu gani? Kama ulikuwa unatumia sukari nyingi, zinaanza kupunguzwa kwenye store pale unapofanya mazoezi. Hivyo ndiyo sukari jinsi ilivyo, kama uielewi sasa. Ndio maana wengi wanatumia madawa lakini hawafanyi mazoezi. Au kuna wengine wanasema okay, ndiyo sawa, nakubali. Kweli una kisukari, labda ndo pre-diabetes sijui, au labda ndo ile diabetes inaanza sijui. Wanatumia wanapona, ndiyo unapona. Je, bado una lifestyle, yani bado una mazingira ya kuongeza sukari kwenye mwili wako? Kama mazingira hayo unaendelea kuyafanya, utatumia dawa mpaka unakufa, utatumia tu hizo dawa. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Kwa inabidi wewe sasa uwe makini kufanya mazoezi. Yani hayo ndio yawe maisha yako. Kwani kufanya mazoezi ni dhambi au unakufa? Au ukifanya mazoezi kwamba ndio hela haziingii, zinaingia vile vile. Kwa hiyo inabidi wewe ufanye mazoezi ili kuvunja sukari kwenye store zake zote. Yani vunja magara. Yani unapofanya mazoezi manake ni kuvunja magara yote ya sukari kwenye mwili wako. Sasa hii ni season 1 ya kisukari, naanza nayo na tutaelewana pole. Nimekupa format nzuri ya kukuelekeza jinsi sukari ilivyo kwenye mwili wako. Na wiki hii na wiki kama 2 nitakuwa naelezea vipande vidogo kuhusu ugonjwa wa kisukari. Pole sana mwenye kisukari, na mimi huku unafuatilia session zangu au huku unafuatilia kata zangu, yani vipande vya magonjwa ya kisukari. Basi zoezi la kwanza, anza kufanya mazoezi. Hata kama wewe ni mnene sana au labda ndo sukari yako ipo juu sana, usilazimishe kufanya mazoezi kama ya vijana. Wewe anza na kutembea. Tembea dakika 30 mpaka 40. Kesho tembea. Yani kama una private car, wewe shuka kwenye gari lako, labda kuna driver wako, msaidizi wako, labda kuna mtu unayemwamini,
unaweza kaendesha gari kama bado kilomita 2 au 3 kufika nyumbani kwako, mpe gari endesha, wewe tembea kwa mguu, tembea. Kama utaweza kurani rani, yani vunja gala zote za kwenye store kwanza, na then huku nafuatilia session zangu. Hiyo nitakupa mbinu zote za sitaki kuapa chakula, mimi nakupa mbinu, kwa sababu mazoezi nao ni chakula, kwa itakusaidia kwa kiasi kikubwa. Nitaanza kutoa session moja kuhusu sukari na jinsi ya kupunguza na vyakula vinavyochangia. Yaani hivyo vyakula sio ndo utaenda kupona bila kufanya mazoezi, hivyo vitachagiza tu kupunguza sukari kwa asilimia kubwa. Asanteni sana.